Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika channel yetu, na leo ningependa tuzungumzie jambo dogo ambalo nimeliona pale katika misikiti mingi, na last Friday nimeiona katika mojawapo ya misikiti yetu, nayo naona ni jambo ambalo halifai, ni jambo ambalo linafaa lishughulikiwe, ni jambo ambalo linakera. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kwamba tuwe na mahaba miongoni mwetu, na ni kwamba sisi Waislamu wote ni ndugu, na ndugu yako unafaa kupatana naye kwa mahaba na wala si kwa chuki. Na tukawa tumehimizwa kuwa na wapole kwa Waislamu, bali kwa wale wanaokufuru tuwe wakali. Lakini tumefanya kinyume, kwamba tunawakumbatia waliokufuru, kisha tunakuwa ni wenye kuwachukia ndugu zetu ambao labda kwa dhana yetu huwa tumeonelea kwamba wamefanya kosa, ili hali hata wakifanya kosa wao watakuwa ni wenye kutubia, na ni jambo ambalo linaeleweka vyema. Kwa hakika lile jambo ambalo nazungumzia ni jambo la mtu kuwa atasimama katika masjid. Atasimama katika masjid, labda yuko na jambo la kueleza. Tatizo ni kwamba hatuwapi watu kama wale nafasi, hatuwapi nafasi ya kusikika, ili hali tumemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake, alipokuwa anakuja mtu yeyote, awe Muislamu awe si Muislamu, walikuwa ni wenye kumsikiza, kisha wakatoa uamuzi baada ya kuwa wameelewa alilokuwa amejia. Wakishaelewa ujio wake, ndipo wanachukua uamuzi ya kwamba mtu huyu amekuja na uwema au amekuja na mambo ambayo kwamba ni ya batili. Nakumbuka kisa ambacho Saidna Omar alikuwa ni mwenye kuja kusilimu, kisha maswahaba wakawa wanasema kwamba Omar amekuja, na tena Omar alikuwa amekuja na upanga. Wakawa wanasema tukabiliane naye, wakaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa. Akamwambia la, wacha aje, kama atakuja na kheri tutampa kheri, akija na shari tutampa shari. So ni kwanza tusikize mtu kaja na nini kabla ya kumkemea na kumkadhibisha na kumfanya kana kwamba yeye ndiye adui. Jambo hili si jambo jema, ni jambo la kuudhi, na ni jambo si njema kabisa. Pale ni tukisema kwamba watu hudhania tu wakati mtu anaposimama ndani ya masjid kwamba yeye amekuja kuomba. Si lazima, anaweza kuwa amekuja kuomba, na miongoni mwa mambo atakayokuwa amekuja kuomba, si lazima awe amekuja kuomba pesa, ambapo watu wengi huogopa kwamba huenda amekuja kuomba pesa. Jambo hili ni kwamba watu huhofia kwamba pesa zitawaishia ikiwa mtu atawaomba kisha wampe. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anapenda kuombwa, bali binadamu hatupendi kuombwa. Lakini himizo ni gani? Himizo ni tuombwe au tusiombwe? Himizo ni kwamba tukiombwa tuwe ni wenye kutoa kauli njema. Tumeona katika misikiti wakati wa maswahaba wamekuwa ni wenye kuombwa, na wamekuwa ni wenye kuomba, na wamesaidiwa au wamepewa ushauri. So jambo la kukataa kabla hata hujamsikiza mtu ni jambo ambalo
ni la kukera kabisa. Jambo hili mimi huniumiza kiasi cha kwamba nimesema lazima nilizungumzie katika kutoa nasaha kwa ndugu zetu, na vile vile kutoa kwa nafsi yangu. Tusiwe ni wenye kufanya hivyo, tuwe wapole kwa ndugu zetu, hata kama wako na historia ambayo labda si nzuri. Tuwasikize. Huenda ikawa mtu alikuwa na historia mbaya, alikuwa humpendi, alikuwa anafanya mambo maovu, kisha akasimama akasema nimekuja kuomba radhi. Tumkubalie kama amekuja kuomba radhi. Lau atasema jambo ambalo tunaona ni baya, basi tumrekebishe kwa wema, tumwambie maneno mazuri, na kama kweli amekuja kuomba tumpe. Lau hatukumpa, tusimkaripie, kwani jambo hili limekuwa ni jambo ambalo muumba mbingu na ardhi amekata kauli juu yake, na sisi Waislamu hatufai akisha kata kauli Mwenyezi Mungu juu ya jambo kisha na mtume wake sisi tutakuwa na mbadala katika jambo lile. Hatuna khiari, lazima tutalifuata moja kwa moja bila kusema kwamba tutachambua ndani, je iko hivi au vile. Ni kwamba muumba wetu, mtume wetu wakisha amua juu ya jambo ni sharti tulifuate. Kwa nini nasema hivyo? Jambo hili limetokea katika maswahaba, na ushahidi wake upo, na aya ipo. Aya ambayo inazungumzia waombaji na wahitaji, na wamekuwa ni wahitaji na wakaomba kisha wakawa ni wenye kupewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja amepata dhiki, yuko na njaa kwake, kisha akaja mtu akamwambia nimechoka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikiria kwa haraka, akasema lao sina chochote kwangu, kwa sababu alikuwa ni mwenye kutumana kwa wakeze, ikapatikana kwamba hamna chochote. Mtu huyu alikuwa anahitaji kukirimiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba ndani ya msikiti, akawaambia akaambia maswahaba, nani atakuwa ni mwenye kumkirimu mgeni wangu? Kisha sahaba mmoja akajitolea kumkirimu mgeni, ili hali yeye mwenyewe nyumbani kwake alikuwa hana, lakini akamkirimu. Ikawa watoto wake wakula, wakawa wanazima taa ili mgeni asiwe ni mwenye kuona kwamba wale hawajala. So katika mambo kama haya lazima tuwe na tahadhari. Licha ya kuwa mtume alikuwa ni mwenye kuomba, akasaidiwa na sahaba. Alhamdulillah, sahaba alichukua mzigo wa mtume baada ya yeye mwenyewe kuomba asaidiwe ndani ya mosque. Sasa mimi na wewe ni nani tukatae kuwasaidia wale ambao wana shida? Na kama hatuna uwezo, wala si lazima tuwasaidie, lakini si tabia nzuri kuwakaripia. Maana kumeshuka aya ambayo inakataza kuwakaripia waombaji. Aya ya Mwenyezi Mungu imeshuka kuwakataza wenye kuwakaripia waombaji, na aya hii ipo katika ad-Duha. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Vile vile Mwenyezi Mungu
sifu Answar. Answari walifanya nini? Answari walikuwa ni wenye kuwakaribisha ndugu zao. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Na walio na maskani zao na imani yao kabla yao wanawapenda waliohamia kwao, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyopewa, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na mwenye kuepushwa uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Tabia zao si tabia njema kuwakaripia, maana ni amri ya Mwenyezi Mungu tusiwakaripie waombaji. Amri ya Mwenyezi Mungu inasema tusiwakaripie waombaji. Tukiwakaripia waombaji tunakuwa tumejiingiza katika madhambi, maana ni aya ndio imetukataza kuwakaripia waombaji, si hiari. Tukupewa hiari kwamba unaweza wakaripia, unaweza kosa, ni amri. Na waomba ndugu zetu maimamu wachukue msimamo wa sawasawa juu ya mambo haya. Hata kama msikiti, kuna watu husema kwamba msikiti wetu maskini. Msikiti si maskini, kwani kwa katika kutoa hatufilisiki kwa kutoa. Hata kama watu watachangiwa watu 10 na kweli ni watu jeni, itakuwa sawa. Matatizo ni mengi, watu wako katika dhiki, na huenda ikawa mtu hajaja kuomba, amekuja kuongea tu, labda hata alikosea, amekuja kuomba msamaha. Tumsikize. Huenda ukakalisha mtu asiongee hali amekuja kuomba msamaha, kisha akawa ni mwenye kuondoka, akaenda mbele ya haki kabla hakuomba ule msamaha, utabeba madhambi yake. Inshallah maimamu wachukue usimamizi, maana usimamizi ni wa maimamu. Usimamizi si wa mtu mwingine yoyote. Imamu maana yake kiongozi. Wengineo katika misikiti, komiti, wazee pale, vijana pale, wanatoa ushauri kwa imamu, lakini uamuzi wa mwisho ni wake imamu. Mtu asije kusema ati tulikalia jambo hili tukalipitisha, tukaweka sheria. Katika sheria inayowekwa ambayo iko kinyume na sheria ya Allah, sheria ambayo ni batili. Lazima sheria ikiwekwa iwe inaenda sambamba na sheria ya Allah. Na sheria ya Allah haijawahi sema mtu asisikizwe. Inakuwa ni makosa kuwa utalazimisha mtu, utanyamazisha mtu, unamdhalilisha mtu kama huyu. Je, angelikuwa si Muislamu ungelifurahi? Kwa nini unamsikiza asiyekuwa Muislamu? Muislamu na umsikizi. Je, ungependelea mtu huyu awe kafir? Hata kama yeye sura mbaya, hata kama yeye ni mweusi, hata kama awe ni si kabila lako, awe labda humpendi kwa sababu moja au mbili, mrekebishe kama unaona na makosa basi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.